Baada ya rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kujipambanua na kusema kwamba Donald Trump aweze kuondoa zile drone ambazo amezituma kwenye anga la taifa la Uganda kwa ajili ya kuchunguza uchaguzi mkuu uliofanyika katika taifa hilo kama ni wa uhuru na wa haki. Upelelezi huo ama uchunguzi huo ambapo nchi ya Marekani ndiyo iliyofanya hivyo kwa mwongozo wa Donald Trump. Naona bwana, sasa baada ya kuwa Yoweri Kaguta Museveni amemweleza kumwandikia barua ya Donald Trump kuhusiana na kuziondoa zile drone. Sasa na yeye pia ameweza kumjibu. Unaona bwana, Donald Trump ameweza kumjibu Yoweri Kaguta Museveni kama ifuatavyo. Amesema kwamba nasikia makelele kutoka kwa kijana mdogo anajiita jenerali wa nyota 5. Hata sijui kama kuna nchi inaitwa Uganda au kama wana serikali na jeshi. Sitapoteza muda wa thamani wa wanajeshi wangu waliopambwa, bali nitatumia tu skauti kwa dakika 30 peke yake. Donald Trump ametuma naye barua ya majibu hayo kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea katika taifa la Uganda, na jenerali wa majeshi ya Uganda ambaye ni mtoto wa Kaguta Museveni anaonekana kulishikilia zaidi jambo hili na kusema kwamba wamejipanga kuweza kukabiliana na jambo ambalo linataka kuathiri taifa lao la Uganda. Pia maneno mengi sana bado yanaendelea kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii ikimweleza na ikimhusisha mtoto wa Kaguta Museveni na taifa hilo la Uganda. Mambo ambayo yanaendelea katika taifa hilo ni mengi kwa kweli. Hofu kwa wananchi imetanda katika taifa hilo kwa sababu bado kuna mvutano kati ya taifa la Uganda na taifa la Marekani. Hofu hiyo inatokana na kwamba rais wa Venezuela Maduro kukamatwa au kutekwa katika ikulu yake na kupelekwa Marekani kwa ajili ya kufunguliwa kesi ambayo iliyokuwa ikimkabili ya kutakatisha madawa ya kulevya, kwa mujibu wa maelezo ambayo yamechapishwa katika mitandao ya kijamii, na taarifa ambayo iliweza kutoka huko ni hiyo. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa kati ya taifa la Uganda na taifa la Marekani. Hii itaisha lini au mwisho wake ni upi? Maana imefikia katika hatua hii. Kiukweli hii ni hatua ambayo kiukweli inabidi busara ziweze kutumika baina ya mataifa haya mawili, Uganda pamoja na taifa la Marekani. Basi mimi nikushukuru sana kwa kuweza kunisikiliza na kutazama video hii na vyote ambavyo vilivyo mbele yako ya skrini ya simu yako au TV yako. Shukrani sana. Lakini pia unaweza ukasubscribe ili unapata taarifa mpya kila wakati ambapo tunapokuwa tunapanisha taarifa zetu kwa kwanza kuweza kupata. Share video hii na wengine waweze kuona kile ambacho kilichoendelea na kile ambacho kinachojiri mpaka hivi sasa. Ushiriki wako ni wa msingi zaidi. Unaweza pia kulike, comment pia. Toa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umeweza kukisikia. Wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.